kuna mtu mmoja wa Simba akasema kwamba Dar es Salaam Young Africans hawana uvumilivu, kocha Christmas afiki. Unajua hizi klabu mbili unatakiwa ujue jambo moja. Kwanza asilimia kubwa, mfano wenzetu wamekuwa wanaendeshwa sana na nguvu ya mashabiki, na asilimia kubwa ni mashabiki wao wengi wasiojua mpira, na ndio maana kuna nyakati unakuja kuta wamemfukuza kocha ambaye tangu amekuja alikuwa hajafungwa mechi hata moja, na wakawa wamefanya nini, wamemuondoa. Kuna nyakati viongozi wanafanyia kazi pressure ya maneno ya mashabiki wao ambao hawajui chochote kuhusu mpira wa mpira wa miguu. Na kama unakumbuka, kuna kocha aliwahi kuja nchini hapa ambaye nadhani kama sikosei jina lake alikuwa anaitwa Luke Imele. Aliwahi kusema kwamba hawa watu hawajui mpira, bali kuna muda wanaamua kubweka kama mbwa. Kwa hiyo kuna nyakati makocha wengi wanaokuja kwenye ile timu wanatakiwa wapewe background ya mashabiki wa ile timu, sio wavumilivu kweli, kwa sababu mashabiki wao wanaamini mpira wa miguu ni kama mchezo ambao si ni mchezo wa aina gani. Na mpira wa miguu mimi naamini ni kitu kimoja. Mpira wa miguu una matokeo matatu. Kwa hiyo unapoamua kuwa shabiki wa mpira wa miguu, kuna stage za mpira wa miguu utakiwi kuvuka. Unatakiwa uhakikishe unapita stage moja baada ya nyingine, ili unapokutana na matokeo ambayo tofauti na yale uliokuwa umeyatarajia, usipeleke lawama kwa mtu ambaye hahusiki na hizo lawama. Nafikiri walitakiwa kutafakari kitu kimoja tu. Unaleta kocha kutoka South Africa ambaye labda unataka aje afanane na Steve Barker. Je, una quality ya wachezaji kama waliopo Simba? Kwa sababu Steve Barker amekuja dirisha dogo, unazungumza ni half space, yani nafasi ndogo sana ambayo kocha anakuja kupewa timu aende kuiongoza mpaka inakwenda kumaliza ikiwa na mataji mangapi? Mataji mawili. Kwa hiyo inawezekana ni kweli hawana uvumilivu, kwa swala uvumilivu, hawana uvumilivu. Inaweza ikatokea kweli kabla ya Krismasi ukasikia bwana yule nani Msandawe yule ni Mazabe yule, ukaja kusikia tayari vilago ameshafungashiwa. Kwa hiyo swala kwao ni la kawaida, kwa sababu kuna nyakati mashabiki wao ndo wanapanga nini ambacho wanatakiwa kufanya kocha. By professional sisi Simba ni watu tofauti. Kocha anapokuja anapewa nafasi yake, na kocha akishindwa, basi hata kila mtu kwenye hii dunia ukimwambia kocha huyu ameshindwa, kila mtu anajua kama huyu kocha ameondoka kwa sababu amefanya nini? Ameshindwa. Lakini swala la kumuingilia kazi kocha kwenye majukumu yake, hiyo sio majukumu yetu, kwa sababu by professional kocha ana taaluma ya mpira. Mimi ni shabiki wa mpira, haikatazi kuwa na maoni ya kutoa, lakini kuna wakati mashabiki wa mpira wa miguu wengi wa Young Africa hawaheshimu mpira wa miguu, ila wanakwenda kwenye mpira wa miguu wakiwa na hisia zao moyoni wao kama wao, na pale wanapotokea wanapata matokeo ambayo hayaendani na hisia zao moyoni, ndio wanakuja kuta matusi kwa makocha wao yanakuwepo, maneno yanakuwa ni mengi. Lakini sisi mashabiki wa Simba tunaamini kitu kimoja: timu inapokwenda kucheza uwanjani kuna matokeo ya aina tatu: kushinda, kutoa sare na kufungwa pia. Hakuna mtu anayependa timu yake ifungwe duniani, na hakuna timu isiyofungwa. Na ukikuta timu haifungwi, maana yake huo sio mpira wa miguu tena, labda ni biashara nyingine. Kama ni biashara nyingine sawa, lakini mpira wa miguu una hayo matokeo, kwa sababu unakwenda kucheza na timu ambayo nyinyi mko 11 na wenzenu wako 11. Kuna nyakati mfumo wa kocha unaweza kufeli, lakini uwezo wa mchezaji mmoja unaweza ukaamua matokeo na timu ikapata nini? Timu ikapata matokeo. Kwa yote sisi tunamkaribisha huyo kocha, ngoja tuone. Na wasipoangalia hii, inaweza isiwe Christmas, inaweza kuwa tu baada ya ngao ya jamii ukasikia jamaa amerudi nyumbani kwenda kupumzika na familia. Bana, hizi ni timu ambazo amefundisha yeye akiwa kocha mkuu. Okay. Maana kuna watu wanasema takwimu tofauti. Sasa mimi nakufurahia akiwa kocha mkuu, sio msaidizi. Okay. Kocha mkuu kafundisha Golden Arrows 2009 mpaka 2010 mwaka mmoja. Amazu 2010 mpaka 2011 mwaka mmoja. Chipa United 2011 mpaka 2012 mwaka mmoja. Akaja kufundisha Mamelodi Sundowns 2012 mpaka 2024. Sasa hapo kwa Mamelodi kafundisha akiwa kama kocha msaidizi na kocha mkuu kwa miezi kadhaa, na sasa hivi Dar es Salaam Young Africans. Lakini takwimu za mechi zake ni 253, ushindi 87 katika michezo, katika timu zote 4, sare 80, vipigo 86. Hizo ndo takwimu zake. Unajua mpira wa miguu una hukumu zake ngumu sana, na unatakiwa mtu wa mpira uwe unaelewa hicho kitu. Unajua rekodi yake sio mbaya na sio nzuri sana kwenye mpira wa miguu, lakini kuna kitu kimoja ambacho watu wanatakiwa kukifahamu. Ligi inayotokea ni ligi ya South Africa, ligi ya kuja ni ligi ya Tanzania. Hizi ni ligi mbili
tofauti. Atmosphere ya maeneo ya Afrika Kusini na Tanzania ni vitu viwili tofauti. Aina ya wachezaji wanaocheza PSL na wachezaji wanaocheza NBC ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo hapo unajaribu kutoa rekodi za madaraja ya timu ambazo wamefanya nini, amewahi kufundisha. Twende mbele turudi nyuma, angalia daraja la hizo timu alizofundisha South Africa, si ndio? Amefundisha Golden Arrow, amefundisha Chippa United na kadhalika. Timu kama Mamelodi alikuwa kama kocha msaidizi. Ndani ya makocha wawili tofauti, amekuwa kocha msaidizi wakati wa Pitso Mosimane, amekuwa kocha msaidizi wakati wa Roland, si ndio? Na katika hizo nyakati zote, maana yake huyu amekuwa kama kocha kivuli, si unanielewa? Maana yake ndio maana kuna shabiki mmoja wa Azam nilimsikia alisema kwamba hana tofauti na Selemani Matola, kwamba yani yeye amekuwa ni kocha kivuli chini ya makocha wakuu. Sasa je, tuachane na hiyo Mamelodi Sundowns kwa sababu walikuwa chini ya watu ambao tayari wao hata rekodi zao. Ukizungumza Pitso Mosimane, hakuna mtu asiyojua uwezo wake. Ametoka hapa amekwenda amefundisha mpaka timu kubwa Falme za Kiarabu, amekuja Roland Mkwena, umeona rekodi yake ilivyokuwa. Sasa tunarudi kwake yeye kama yeye huyu kocha. Vilabu alivyokuwa anafundisha kama kocha mkuu, bado rekodi yake ukikompea na Young Africa utakuta ni mbingu na ardhi. Huo ndio ukweli kwenye mpira wa miguu na kwenye rekodi ya mpira wa miguu wa nchi yetu, na ni msimu mmoja mmoja, si unanielewa? Kwa hiyo mimi naweza kusema kitu kimoja, yote kwa yote tunarudi pale pale nilipokuambia mwanzo kwamba tulipomchukua Fadlu Davis alikuja hapa akiwa hana rekodi yoyote kubwa, lakini akiwa Simba ndo kocha ambaye ametengeneza rekodi yake na akatengeneza jina kiasi ambacho vilabu kutoka ukanda wa kaskazini wakaja wakaona uwezo wake na wakaamua kumchukua kwenda kufanya nini, kwenda kufundisha. Fadlu Davis ameondoka pale kwa sababu kocha aliyekwenda kumuondoa pale naweza kusema ni kocha pia aliyetokea wapi? Aliyetokea Simba, kwa sababu kama unakumbuka yule kocha Pablo Franco Martini, naweza kusema ndio sababu ya kuondolewa kwa Fadlu Davis, kwa sababu malengo ya Raja Casablanca yalikuwa ni kuchukua ubingwa wa Morocco, lakini amekosa kwa sababu ameenda kuchallenjiwa na kocha ambaye pia aliwahi kutoka Simba kabla yake, lakini yule alikuja kama kocha mkuu na rekodi yake ilikuwa inaruhusu kuwa kocha mkuu. Huyu kocha waliyemleta wao, kwa hiyo walitakiwa kuangalia daraja la timu alizofundisha kama kocha mkuu kwa huo msimu wake mmoja. Je, zimewahi kuwa na upinzani mkali kiasi gani kwenye ligi ya PSL? Ukiangalia hapo Golden Arrow utakuja kuta sawa, wamekuwa wanapambana, lakini bado soka la Afrika Kusini limetawaliwa na Mamelodi Sundowns na Kaizer Chiefs na pamoja na Orlando. Umeelewa? Hao ndio wababe wa ile PSL ambao wametawala pale Afrika Kusini. Kwa hiyo vilabu alivyofundisha yeye naweza kusema vilikuwa ni vilabu ambavyo kwa daraja lake alikuwa anastahili kuwa kocha pale. Lakini ukija kwenye ukanda huu Afrika Mashariki na Kati, unazungumza vilabu viwili ambavyo dabi yake ndio dabi namba moja Afrika Mashariki na Kati. Simba pamoja na nani? Pamoja na Yanga, hilo linajulikana na haliwezi kupingika. Kwa hiyo ni kocha wa daraja ambaye mimi wakiniambia wanajenga timu nitawaelewa. Kama yule kocha wamemchukua kwa malengo ya kujenga timu, sawa, maana yake wakubaliane na hali yoyote ambao watafanya nini, watakutana nayo, kwa sababu hata vilabu walivyotoka bado sio vilabu ambao vilikuwa vina ushindani mkubwa mbele ya Mamelodi, mbele ya Orlando na mbele ya Kaizer Chiefs. Unaona msimu huu Mamelodi Sundowns ameokosa ubingwa kwa tofauti ya alama moja ile. Yani maana yake unakuja kuona kwamba ushindani wa Afrika Kusini, vilabu vile vikubwa vitatu ndio vimejitengenezea ule muhimili mkubwa, na ukienda pale Mamelodi Sundowns wao kule wanaonekana ni kama Azam kwetu Tanzania, lakini pia ni timu ambayo imewekeza nguvu kubwa sana kwenye mpira wa miguu. Walikuja na mapinduzi ya kweli, ni mabingwa wa CAF msimu huu Champions League, lakini wamekosa ubingwa baada ya misimu kadhaa kwa wanachukua ubingwa. Kwa hiyo huyu kocha amekuja, lakini mimi nataka niwape jambo moja, ndugu zangu, sisi ni kama kulwa na doto, tunajuana. Yani mashabiki wa hii timu walio wengi tunajua uwezo wao wa kufikiri na akili zao zikoje. Wao watulivu na wao wavumilivu, kwa sababu rekodi ya vilabu walivyotoka huyu kocha bado haimbebi yeye kuja kuipa mafanikio ya moja kwa moja Young Africa. Huo ndio ukweli ambao haupingiki. Lakini kama wamemchukua kwa sababu ya pressure ya kuja kutaka kutulia na kuseto kujenga timu baada ya utawala wao wa miaka mitano mfululizo wamechukua ubingwa, japokuwa naweza kusema msimu huu wamechukua ubingwa, lakini hata wao walikuwa wako hoi, yani wanajua kama ubingwa waliochukua hawakustahili kufanya nini, kuchukua. Lakini mimi ukiniuliza kama shabiki, ndani ya miaka mitatu minne nyuma Yanga walikuwa bora na walikuwa na timu bora, unaelewa, walikuwa wana mtu kama Aziz Ki Stefan alikuwa kwenye kiwango bora zaidi,
Pacome Zouzoua pale kwenye ukuta wao nyuma ulikuwa unaundwa na Ibrahim Abdullah Baka pamoja na Dickson Job. Beki bora ambaye mimi kama shabiki wa Simba ukiniuliza beki ambaye namkubali mpaka kesho ni pamoja na Dickson Job. Ni beki ambaye yani ukisikia big brain, yule jamaa ni big brain kweli. Mpira ana uwezo mkubwa sana wa kuituliza timu na ana uwezo mkubwa sana wa kuifanya timu icheze katika standard ambayo isiwe na makosa ya kujirudia. Nadhani kama utakuwa shahidi, umeona katika mechi ambazo amekuwa hayupo mpaka msimu unatamatika, timu imekuwa na makosa ya mara kwa mara sana. Kwa hiyo wamesajili kocha kutoka Afrika Kusini, rekodi yake sio kubwa kwa kiwango ambacho sawa na timu ambayo anakuja kufanya nini, anakuja kufundisha, lakini kwa malengo yao msimu huu, kwa sababu wale malengo yao mara nyingi huwa wao ni wacheze tu klabu bingwa, labda waishie makundi na hiyo ligi papatue wachukue, anaweza akawafaa kwa namna moja ama nyingine, lakini kwenye tournament za kimataifa huko kafu ambao tunaenda wavimba misuli wenyewe, sidhani kama ni kocha ambaye anaweza akaenda kuambulia chochote. Shukrani sana.